Mtazamaji hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Ali, lakini hapo baadaye tutakuja kujiunga na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani kija hapa kutupasha zaidi. Karibu sote, na kwa kwanza tuanze na hili ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewaagiza viongozi wa umma kupunguza matumizi ya mafuta ya magari ili kukabiliana na kupanda kwa gharama za uendeshaji zilizotokana na kupanda kwa bei ya mafuta kulikotokana na vita inayoendelea nchini Iran. Salum Kambala anatueleza. Rais Samia ametoa agizo hilo leo jijini Dodoma wakati akiwaapisha viongozi aliowateua hivi karibuni, akiwemo waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, uratibu, bunge na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, ambaye anachukua nafasi iliyoachwa wazi na marehemu William Lukuvi aliyefariki dunia hivi karibuni. Kwa hiyo nimesema niligusie kwamba tuna hiyo crisis. Ndani ya serikali tuna matumizi makubwa sana ya mafuta. Magari ni mengi, safari zetu ni nyingi. Niwaombe sana tuanze kupunguza matumizi ya mafuta. Tunaanza kupunguza matumizi ya mafuta. Nami naanza na ofisini kwangu. Ninapotembea, maafisa wote, wakubwa wote na magari yao nyuma wananifuata. Kuanzia sasa ninapokwenda kokote, wote nitawaingiza kwenye kibasi kimoja. Msafara utakuwa escort yangu, ya polisi na yangu na gari ya akiba nyuma. Wanaobakia wote nawaingiza kwenye kibasi kukata matumizi ya mafuta. Kwa hiyo ninaomba nanyi katika maeneo yenu tukate matumizi ya mafuta. Mheshimiwa Rais pia amesisitiza kuwa pamoja na kwamba upandaji wa bei za mafuta husababisha bidhaa nyingi kupanda, wafanya biashara wasitumie fursa hiyo kuongeza bei ya bidhaa kiholela, ikiwa ni pamoja na zile bidhaa ambazo zilishanunuliwa muda mrefu kabla ya mafuta kupanda bei. Kwamba kwa zile bidhaa ambazo tumezinunua muda mrefu na ziko maghalani, basi tuangalie jinsi ya kuadjust bei na isitumike fursa hii ya kupanda kwa mafuta na kuweka bei za bidhaa kubwa kuliko zinavyopaswa kuwa. Lakini wananchi pia, kuna bidhaa ambazo zinaingia kipindi hiki ambazo zimekumbana na msukosuko huu, bidhaa zitapanda bei. Niongee na wananchi kwamba haya si mambo ambayo serikali imesababisha, ni mambo ambayo yana ulimwengu mzima. Katika hafla hiyo ya leo, viongozi wengine walioapishwa ni Kwagirwa na Maniro, anayekuwa naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, na Festo Dugange anayekuwa naibu waziri wa afya. Salumu Mkambala, Channel 10 Plus. Wabunge wameendelea kujadili makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya waziri mkuu kwa mwaka wa fedha 2026 hadi mwaka 2027, wakisisitiza umuhimu wa serikali kubuni na kutekeleza mikakati madhubuti ya kupunguza bei ya mafuta ili kupunguza gharama za maisha kwa wananchi. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anatueleza zaidi. Wakizungumza bungeni jijini Dodoma, mbunge wa jimbo la Hai Saashisha Mafue ameshauri serikali kuuza dhahabu ya akiba ili fedha ziingizwe kwenye ruzuku, huku Elibariki Kingu, mbunge wa Singida Magharibi, akishauri serikali kupunguza matumizi yasiyo ya lazima. Ile reserve ya dhahabu iuzwe, tupate fedha iingizwe kwenye ruzuku ili bei ya mafuta irudi pale ilipokuwa awali, kwa sababu hiki ndio cha kwetu. Kimfaacho mtu chake, dhahabu ya kwetu, na mama aliona mapema kwamba kuna shida itatokea. Shida imetokea, tufanye maamuzi haraka, fedha ipatikane, tutoe ruzuku, mafuta yarudi kwenye bei ya kawaida. Serikali, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakuomba kaka yangu, chukua pointi 5 muhimu wakati huu. Nenda kakate matumizi ambayo hayana umuhimu yote ya serikali, kuanzia mwezi wa 4, wa 5 mpaka wa 7. Fedha zitakazopatikana weka ruzuku kwenye mafuta yashuke bei, tuwasaidie Watanzania waweze kupata unafuu ili kusudi uchumi wa taifa usiweze kuyumba. Awali, mbunge wa Mwibara Kangi Lugola ameshauri serikali kuchukua hatua kali na za haraka dhidi ya wabadhilifu wa fedha za umma, huku mbunge wa Ukonga Bakari Shingo akiitaka serikali kutoa ufafanuzi wa kina kuhusu upatikanaji wa matibabu bure kwa wazee nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, siku ile unateuliwa hapa ulianza vizuri. Nilikuona unatoa hotuba yako pale,
nitapambana na wazembe, nitapambana na wabadhirifu, nitapambana na mafisadi. Nikasema chuma hicho kinaingia. Baadaye umeenda kwenye tume ya maadili, ukasema wajaribu kufanya kila wawezavyo tujue watu wanaotuibia fedha. Nikasema chuma hicho, songa mbele mtani wangu. Kama tumeweza kurudisha bilioni 60, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hizi fedha zetu wamechukua, kwa nini hizi fedha wasirudishe? Serikali ni ya umma, hospitali ni ya umma, kodi ni za umma. Serikali yetu inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi ama ilitengenezwa iliyoundwa na Chama cha Mapinduzi imeweka ilani wazi, watu watibiwe bure. Shida iko wapi? Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa utabiri wa tahadhari wa siku 3 mfululizo wa mvua kubwa zinazoweza kusababisha mafuriko katika baadhi ya mikoa ya ukanda wa Pwani, Dar es Salaam ikiwemo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mvua hizo zinatarajiwa kuanza leo Jumatano hadi Ijumaa ambapo zikihusisha mikoa ya Dar es Salaam, Lindi, Mtwara, Tanga na Pwani ambapo tayari maeneo mengi ya mikoa hiyo mvua zimeanza kunyesha. Mvua hizo ambazo zimeanza kwa ukubwa wake tayari zimetishia kuleta athari kwenye baadhi ya maeneo. Hivyo wananchi wameendelea kukumbushwa kuchukua tahadhari zote muhimu ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza. Athari zinazotarajiwa kutokana na mvua hizo kubwa ni pamoja na mafuriko katika baadhi ya maeneo na kuathiri shughuli za kijamii na kiuchumi. Jamii imeendelea kukumbushwa umuhimu wa kufuatilia taarifa za hali ya hewa zinazotolewa na TMA mara kwa mara ili kuchukua hatua za kujikinga, hasa wakati huu ambapo mvua za masika zikiendelea katika maeneo ya nchi yanayopata mvua misimu miwili, ambapo kwa mwezi huu wa 4 TMA ilitabiri mvua hizo kuongezeka. Msimu wa mvua za masika ni mahsusi kwa maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini, ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Kigoma. Tukiangazia huko Zanzibar, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema kufanyika kazi kwa vitendo, maono na falsafa za Mzee Karume zimesaidia kuleta umoja wa wananchi. Pia amesema falsafa za Mzee Karume zimekuwa zikitumika kama dira ya maendeleo na ni wajibu wa kila mwananchi kuenzi mchango wa Sheikh katika kuwajibika kwa nafasi yake. Tupate undani na taarifa hii. Ni kongamano la 8 la maadhimisho ya kumbukizi ya kutimia miaka 54 ya kifo cha Sheikh Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar, lililoandaliwa na uongozi wa chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere kampasi ya Karume Zanzibar. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah ni mgeni rasmi katika kongamano hili. Napenda kuwakumbusha kwamba kongamano hili ambalo limekuwa nyenzo muhimu la kuyaweka pamoja makundi mbalimbali ili kupambanua kwa undani fikra na mchango wa hayati Mzee Karume litaongeza tija zaidi pindi kila mmoja wetu atayaweka katika vitendo mafundisho ambayo atayapata hapa, na sina shaka kwamba mtafanya hivyo. Mwenyekiti wa bodi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, akiwa pia ni makamu mwenyekiti wa CCM Bara, Stephen Masato Asira, anawataka vijana kuisoma historia ya Mzee Karume. Mapinduzi yakaleta mabadiliko ambayo yaligawa ardhi ya Zanzibar eka 3 kwa kila mtu, haki ya uchumi, upendeleo katika sheria, kwa maana ya kwamba mbele ya sheria wewe huna haki, haki unaipata kutegemea wewe unatokana na wapi. Hiyo ndio ilikuwa Zanzibar. Kwa tunapomkumbuka Karume leo, tunakumbuka mafanikio makubwa ya kuleta umoja wa watu wa Zanzibar. Profesa Haruna Mapesa ni mkuu wa chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Masuala tunayojadili hapa leo ni sehemu ya historia muhimu inayotakiwa kufundishwa kwa vijana wetu na jamii nzima, kama sehemu ya kujenga uelewa kuhusu falsafa na maono ya Sheikh Abeid Amani Karume. Washiriki wa kongamano, wanafunzi wa chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere kampasi ya Karume Zanzibar, wamesema kongamano hilo limewapa ujasiri na uzalendo kwa nchi yao. Maono yake ya kuweza kuona vijana tunaweza kusoma kwa bidii na jitahidi katika kufanya kazi na kuendeleza nchi yetu kukua kiuchumi na kisiasa, pia kulipenda taifa lako, kujua nchi yako bila kupata ushawishi wowote kutoka sehemu nyingine. Hivyo linatujenga sisi namna ya kulijenga taifa
kwa ujumla na kufuata nyayo za uzalendo kupitia viongozi wetu waliotutangulia. Kiongozi bora ambaye alikuwa akishajihisha maendeleo ya nchi na hata wananchi wenyewe waweze kupata maendeleo kwa kufanya mambo mbalimbali ambayo yaliwasaidia watu na mpaka sasa yanaendelea kutusaidia. Mada kuu ya kongamano ilikuwa maono ya Sheikh Abeid Amani Karume katika kudumisha utaifa na uchumi endelevu. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Mtazamaji, mwili wa msichana mmoja ambaye bado hajafahamika anikadiriwa kuwa na umri wa miaka 14 hadi 16 umekutwa umetelekezwa kwenye majaruba ya zao la mpunga mtaa wa Kwihara, kata ya Mwinyi, manispaa Tabora, huko chanzo cha kifo chake kikiwa bado hakijafahamika. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora ana taarifa zaidi. Katika nyakati za usiku wa kuamkia leo, mashuhuda wa tukio hilo wameiambia Channel 10 kuwa matukio ya namna hiyo yamekuwa yakijitokeza mara kadhaa na kwamba doria zinapaswa kuimarishwa. Hivyo tulipopata taarifa, tulifika eneo la tukio, tulikuta binti amefariki akiwa amejiwekea mkono kwenye paji la uso na nguo zake ambazo alikuwa amejistiri zimepandishwa juu na nguo ya ndani ilikuwa inaonekana. Katika hali ya kawaida inaonekana binti hajazurika sehemu yoyote. Lakini kwa viashiria tu hatuna uhakika, inawezekana yule binti amefanywa vitendo vya ukatili. Vitendo hivi vimekuwa sio vya mara ya kwanza, vimekuwa vya mara kwa mara. Kwa hiyo wito ni kwamba inahitajika watu ambao wenye maeneo yao wachukue jitihada za kuweza kuyajenga maeneo haya, kwa sababu haya maeneo ni ya katikati ya mji kabisa. Upande wao, mabinti na wazazi mkoani hapa wameelezea hofu yao juu ya tukio hilo, huku wakiziomba mamlaka kudhibiti matukio hayo. Tumepata hofu kubwa sana, maana binti aliyeuawa ni mdogo sana, anaathiri kwa kiasi kikubwa sana. Kwa vyombo vya usalama tunawashauri kuweka ulinzi zidhabiti. Limeniumiza sana, kwa nini watoto waumizwe? Hawa watu wanaotufanyia hivi katika familia zetu, kwa nini? Akizungumzia matukio hayo ya kikatili ambayo yameripotiwa kutokea kwa kipindi cha hivi karibuni, Kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora, Kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Abwao, anatoa wito kwa jamii kuacha kujichukulia sheria mkononi na kuachana na vitendo vya kikatili. Nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora kuchukua tahadhari na kutokuchukua maamuzi ya kikatili na maamuzi ambayo pengine ya kukata tamaa. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Tabora, Adela Moses, Channel. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inataraji kutoa tuzo kwa washindi wa uandishi bunifu katika nyanja za uandishi wa mashairi, riwaya, hadithi za watoto na tamthilia. Tupate ndani ya taarifa hii. Akitoa taarifa mbele ya waandishi wa habari hapa jijini Dodoma kuhusiana na utoaji wa tuzo hizo, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda akafafanua ni kwa nini wanatoa tuzo hizo, huku hii ikiwa ni ya mara ya 4. Lengo la tuzo hii ni kukuza lugha adhimu ya taifa ya Kiswahili, kukuza vipaji vya uandishi bunifu kwa Tanzania, kukuza utamaduni wa kusoma vitabu, kulinda na kuhifadhi historia ya nchi yetu, tamaduni na tunu za taifa letu la Tanzania, na kukuza sekta ya kuchapishaji vitabu nchini Tanzania, pamoja na kuongeza hifadhi ya vitabu katika maktaba zetu na hata nje ya mipaka yetu. Naye mwenyekiti wa kamati ya uratibu wa utoaji wa tuzo hizo, Profesa Penina Mlama, akaweka wazi miswada 260 iliyopokelewa, na baada ya mchujo kila nyanja imepata waandishi 10 isipokuwa upande wa tamthilia wamepatikana 3, na akataja zawadi zitakazotolewa. Zawadi zetu mwaka huu zitabaki zile zile kama miaka iliyopita. Mshindi wa kwanza anapata milioni 10, na mswada wake ukishachapishwa serikali itanunua nakala za kusambaza shuleni na maktaba za taifa. Huyu pia anapata ngao pamoja na cheti. Mshindi wetu wa pili atapata shilingi milioni 7 pamoja na cheti, na mshindi wetu wa tatu shilingi milioni 5 pamoja na cheti. Tuzo hizo za taifa za Mwalimu Nyerere zinatarajiwa kutolewa wiki ijayo jijini Dar es Salaam, siku ya kuzaliwa kwa Mwalimu Nyerere hapo Aprili 13, huku mgeni rasmi akitarajiwa kuwa nguli wa mashairi duniani Bwana Abdulatif Abdalla kutoka nchini Ujerumani. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringa Mongi.
Na mtazamaji, nchi za Kiarabu, Umoja wa Ulaya, China, Uturuki, Japan na nyinginezo zimepongeza hatua ya Iran, Marekani na Israel kusitisha mapigano kwa muda wa wiki mbili. Mataifa hayo yametaka kuheshimiwa kwa makubaliano hayo, huku Saudi Arabia ikitumia kuwa mpango huo utawezesha kurejesha utulivu kamili na wa kudumu Mashariki ya Kati. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema diplomasia pekee ndio njia sahihi ya kufikia amani na usalama, na kwamba kutangazwa huku kwa usitishaji mapigano ni jambo zuri sana. Hata hivyo, kiongozi mkuu wa upinzani wa Israel Yair Lapid amekosoa vikali hatua Netanyahu kuunga mkono usitishaji vita na kuhitaja kuwa janga la kisiasa, huku akimtuhumu waziri mkuu huyo kwa kushindwa kufikia malengo ya vita na kutokomeza kabisa kitisho kwa Israel. Wafanyabiashara jijini Tanga wametakiwa kuepuka kuingiza bidhaa za magendo na badala yake watumie njia sahihi ili kuweza kuisaidia serikali katika kuleta maendeleo kupitia ukusanyaji wa kodi kwa wananchi. Tupate undani wa taarifa hii kutoka kwa Raya Kipingu. Meneja wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Tanga, Castro John, akizungumza na waandishi wa habari, anaeleza walivyofanikiwa kuvuka lengo kwa kipindi cha miezi 9 mfululizo kwa kufanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 400 kutokana na lengo walilowekewa la kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 296.3. Nitoe wito tu wafanyabiashara wahakikishe wanatumia mipaka yetu iliyorasimishwa kwa ajili ya kupitisha bidhaa zao, kwa sababu bidhaa za magendo zina athari kubwa sana. Cha kwanza, hata kwa nchi, bidhaa ya magendo inakuwa kwenye vituo vyetu kuna taasisi mbalimbali ikiwemo TBS ambayo inapima ubora. Kwa hiyo bidhaa zote zinapita kwa njia ya magendo, tafsiri yake muda mwingine hata ubora zinakuwa hazina. Kwa hiyo zikiwa hazina ubora zinaweza zikaathiri afya za wananchi. Bidhaa ya magendo madhara yake ni makubwa. Kuna penalty kubwa, lakini muda mwingine hata vyombo ambavyo vinabeba ule mzigo vinaweza vikachukuliwa na bidhaa. Aidha, akatumia nafasi hiyo kuwakumbusha wafanyabiashara ambao bado hawajafika kukadiriwa mapato yao. Ofisi zetu ziko wazi. Wale ambao wameshindwa kufika kwa sababu mbalimbali basi wafike, tuweze kuwakadiria na waweze kulipa kodi yao. Kuna mazoezi mbalimbali yataanza kwa ajili ya kufuatilia wale ambao hawajalipa, kwa hiyo pengine waje mapema kabla hatujafanya hayo mazoezi. Kutakuwa na mazoezi ya barabarani kwa ajili ya magari. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Jeshi la Israeli hii leo asubuhi limefanya mashambulizi ya anga kusini mwa nchi ya Lebanon, jambo ambalo limetafsiriwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran hayatumiki kwa Lebanon, ambako Israeli inapambana na kundi la Hezbollah. Mashambulizi hayo yameyakumba zaidi miji ya Tiro na Nabatie inayopatikana kusini mwa nchi hiyo, na yamefanyika ikiwa ni saa chache baada ya kutangazwa kwa makubaliano ya kusitisha vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imekanusha madai ya Pakistan kuwa makubaliano hayo pia yanahusu mzozo wa Lebanon, huku jeshi la Israel nalo likisema operesheni za anga na ardhini zinaendelea. Huko mkoani Mara, kiongozi mkuu wa mila wa kabila la Wazanaki Omwami Mazira amewataka wazee wilayani Butiama mkoani Mara kulaani ukiukwaji wa maadili unaofanywa na baadhi ya watu wenye nia wa kuligawa kabila hilo la Wazanaki na kukiuka mila na tamaduni za waliowatangulia katika kabila hilo. Musa Makale kutoka huko mkoani Mara anatueleza zaidi. Wazanaki ni miongoni mwa makabila maarufu hapa nchini, kabila ambalo lina historia kubwa katika taifa la Tanzania kutokana kumtoa muasisi wa taifa hili hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kabila hili limekuwa likiziishi tamaduni zake, ikiwemo kuwepo kwa viongozi ambao ni walezi, yani machifu, lakini sasa ni kama kuna ukiukwaji na mgawanyiko usio na misingi umeanza kujitokeza. Wazanaki wasigawanywe na wala wasikubaliane na mtu mwenye tamaa ya kutaka mambo ambayo anajua yeye mwenyewe akavuka misingi ya mila na desturi zetu. Hiyo kwanza itatupotezea heshima na pia itagawanya jamii. Omwami ambaye ni mkuu wa kabila la Wazanaki amesema kujitokeza kwa makundi yanayokwenda kinyume na taratibu za kabila lake kuna kwenda kukinzana na usimamizi wa mambo muhimu katika jamii hiyo. Ni Wazanaki warudi kwenye misingi yao ili kusudi kusimamia mila na desturi zisiyumbe, na misingi hiyo ni ile ambayo sisi tumeachiwa na wazee wetu. Mwalimu Nyerere, rais wa kwanza na baba wa taifa, alitoka kwenye jamii ya Kizanaki ambayo watu wengi wanaamini ni jamii yenye busara, ni jamii yenye mila zilizotulia.
Baadhi ya wazee katika jamii hii wanalani kitendo cha wenzao kwenda kinyume na umwami mkuu na kwenda kutengeneza utawala wao kinyume na taratibu wa kabila la Wazanaki. Chifu wa Wazanaki anatokea Butiama, chifu mwingine anajitangaza Busegu. Wanaturudisha huko kwenye miaka ya 58. Iweje leo sehemu hii iwe sasa ni ya mtu tu? Analipuka tu anasema mimi ndio fulani. Tuumiza kwa sababu kitu ambacho kama nani viongozi wa kimataifa wameliona na tumepata mwafaka, lakini bado linajirudia. Hatimaye italeta nini? Ugomvi ambao uliwahi kutokea, lakini vitu hivi vishafanyika na vikaisha, lakini bado wanazidi kuvifufua. Jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 10. Chama kikuu cha kisiasa nchini Afrika Kusini cha African National Congress ANC kimeendelea kufanya usahili kwa ajili ya kuwapata wagombea wa nafasi za umeya wa manispaa na majiji nchini humo unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka huu. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa ANC Fikile Mbalula, usahili huo ni sehemu ya mchakato wa kuteua wagombea umeya wa chama hicho na kwamba orodha ya majina ya wagombea wake itatangazwa mwezi ujao. Hatua hiyo inaashiria mabadiliko ya jadi ndani ya chama yakiegemea kwenye urithi wake wa ukombozi na viongozi wakuu wa chama kupata uungwaji mkono. Vyama vingine kadhaa tayari vimezindua wagombea wa miji muhimu ikiwa ni pamoja na Johannesburg ambapo kinyang'anyiro hicho kimeongezeka. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo na sasa tukapata mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus, endelea kusalia nasi.